Akili ya kawaida ya mwanadamu inatuambia kwamba nikiwa mwema basi kila mtu atanipenda, atanijali, ataniwazia mema na hata nitendea mabaya. Lakini uzoefu wa maisha umeonyesha ni tofauti sana. Unaweza ukawa mwema, unaweza ukafanya mambo mazuri, lakini bado ukafanywa vitu vibaya na wengine wakakusema vibaya na ukajisikia vibaya pia. Na wakati mwingine unashangaa, kwa nini nimefanya vitu vingi vyema kwa watu, pengine nimejitoa, nimefanya mambo mazuri kwa ajili yao, lakini kwa nini wao hawajajali kama mimi ambavyo nimejali? Na hili ni swali ambalo linaweza likakutesa sana kwenye maisha yako, na wakati mwingine likakudhoofisha kuendelea kuwa mwema na kutenda mema kwa watu. Nimekutana na watu ambao mioyo yao imeraruliwa kwa sababu ya matendo, maneno waliofanyiwa, hasa baada ya kuwa wamefanya vitu vizuri na vikubwa katika maisha ya watu. Lakini kuna vitu ambavyo nimevigundua ambavyo lazima wewe uvielewe kuhusiana na wema wako kwa watu. Ni realities of lives, ni saikolojia tu ya mwanadamu, kwamba ukifanya mema haya mambo pia lazima uyajue, ili usije ukakwazwa zaidi au ukajiona baadaye ukakata tamaa. Cha kwanza ni kwamba ukiwa mwema kuna watu watatake advantage. Yaani kuna watu ambao watatumia wema wako kujinufaisha. Kwa maneno mengine, watachukulia poa wema wako. Yaani ukiwa mwema kuna watu watakuchukua hela kutoka kwako, watakwambia niazime hela, hawatakulipa. Kuna watu watakwambia tukutane mahali, watapotea, hawatakuja, hawataomba msamaha na hawatajisikia kujutia. Kuna wengine watachelewa risali zima, nusu saa, na watajua tu kwamba jamaa ni mtu mzuri, atachukulia tu poa. Kuna watu ambao watakukosea makosa kwa makusudi. Wanajua kabisa wanakuumiza, lakini wanasema jamaa yule ana shida. Kwa hiyo ukiwa mwema siku zote, kuna watu lazima ujue watakuchukulia, watateka advantage na ule wema wako. Kwa maneno mengine, watautumia wema wako vibaya. Ndio maana ukiwa mwema unasamehe sana, uwe na uhakika kuna watu wengi watakukosea sana, tena wengine watakukosea kwa makusudi. Ukiwa mwema, mtu ambaye unajali watu sana, kuna watu ambao wanaweza hata kuigiza wako kwenye matatizo kwa sababu wanajua kukupigia simu utawasaidia. Gharama ya kuwa mwema mojawapo ni watu kutake advantage ya kile unachofanya au vile ulivyo. Lakini cha pili ni kwamba kuna watu watakubebesha mizigo mizito ambayo katika hali ya kawaida wangeweza hata wenyewe kuibeba. Yaani unapokuwa mwema, mtu anaweza akafanya jambo, anaweza hata akatengeneza tatizo akijua kabisa nikidaiwa, nikipelekwa polisi atakuja kunitoa. Anajua kabisa nikiwa kwenye hii changamoto atakuja kunitoa, atapiga simu, mwingine anaigiza hata analia. Anajua kabisa wewe ni mtu wa huruma, hata kama ulimwambia sitaki kukuona, lakini anajua kwa sababu ya wema wako utarudi na utamsaidia kwa sababu wewe ni mtu mwema. Kwa wakati mwingine atakubebesha mizigo ya watoto wake, mwingine atakubebesha mizigo ya madeni yake, mwingine atakubebesha mizigo ya kazini kwake, mwingine atakubebesha hata mizigo ya mahusiano yake. Anajua wewe ni mtu mwema kwa sababu unaweza kujali, unathamini siku zote. Kwa utakuta huyu mtu kila kitu anakubebesha wewe. Wakati mwingine unaweza ukashangaa anafanya maamuzi ambapo unajiuliza, hivi kwa nini ulifanya maamuzi? Alifanya maamuzi kwa sababu anajua wewe ni mwema. Kwa hiyo kwa namna yoyote ile atarudi kwako, atakuomba na utamsikiliza, utamjali na utafanya vile ambavyo alikuwa anatarajia. Hii ni gharama ambayo watu wema wengi wamekutana nayo katika maisha yao. Na watu ambao nimekutana nao kwa sababu ya wema wao, unakuta wazazi wao au ndugu au marafiki wanaenda tu wanakopa mahali, wanaenda kule kukopa, alafu wanasema, wanataja jina la huyo mtu kwamba fulani atakuja kulipa hapa. Wewe hujui, kesho na kesho kutwa unashangaa unatafutwa. Unaulizwa, vipi bwana, kuna mkopo hapa na jina lako ndio lilithaminiwa. Unashangaa lini tena? Ukijaribu kufuatilia unagundua ni yule yule ndugu ambaye amezoea kukubebesha wewe mizigo kila siku na kila wakati. Ukiwa mwema, hii ni kitu kingine ambacho utakutana nacho. Lakini kingine ambacho utakutana nacho ni kwamba unaweza kuwa mwema na bado watu wakakusahau. Yaani sio tu wakasahau wema wako, wanaweza kusahau wema wako kwa maana ulichowafanyia, lakini wengine wanakusahau hata wewe mwenyewe. Kwa maneno mengine, wako watu ambao ukiwafanyia kitu unaweza ukafikiria kwamba pengine siku moja na yeye atakumbuka, pengine atakumbuka watoto wangu, pengine atakumbuka ndugu zangu, atakumbuka nilikuwa mgonjwa. Wako watu ambao nimekutana nao wameumia sana kwa sababu walipokutana na changamoto walitarajia watu ambao waliwasaidia kwa karibu wangekuwa na msaada mkubwa, lakini matokeo yake ni nini? Hao watu waliwasahau, hawakuwajali wala hawakuwathamini. Walijaribu hata kuwapigia simu wakati mwingine na kuwatafuta, hawakuonekana. Kwa maneno mengine ni nini? Maneno mengine ni kwamba, ndio maana Waswahili wana msemo mmoja wanasema, tenda wema uende zako, usingoje shukrani. Watu wengi ambao ni wema, wanachoathiriwa nacho ni kwamba wanaamini wale watu watakuja kuwasaidia. Wakati fulani nilifanya study na nimeandika kitabu kizuri sana inaitwa Vita Mkombozi wa Familia. Watu ambao kwenye familia zao
wamejitokeza na wamefanikiwa na Mungu amewasaidia, matokeo yake ni kwamba kama familia imewategemea, wengi wao wanajikuta wana mzigo mzito sana, na wengi unakuta wanafariki wakiwa bado vijana, wakiwa na umri mdogo bado, kwa sababu ya ukubwa wa matatizo walionayo. Na wengi walipokuwa wanasaidia ndugu zao, jamaa zao, waliamini siku wakiondoka duniani basi watoto wao watafaidika sana na wema ambao waliwafanyia watu. Lakini ni kweli kwamba hilo jambo linaweza likatokea, lakini haliko garantii kutokea. Sio wote. Wako ambao ziko familia nimekutana nazo ambazo unakuta baba alikuwa mwema, alikuwa anajitoa kwa ajili ya ndugu zake, ghafla alivyofariki watoto wake wanapata shida, wanashindwa hata kupata ada ya kwenda kuilipa shule, inabidi watu baki waweze kuwasaidia. Kwa nini? Alikuwa mwema kweli, alisaidia kweli, lakini hajarudishiwa kama alivyotarajia. Kwa unakuta watoto wanaumia, mke anaumia, ndugu anaumia, wengine mpaka mtu anashangaa, wengine ni ndugu zao wa karibu kabisa, wanashindwa kuwasaidia tena. Kwa hiyo hii ikafundisha kwamba pamoja na kuwa mwema kwa watu, lakini usijisahau wewe mwenyewe. Ujumbe wangu ni nini katika haya? Ni kwamba sio kila wema unaofanya utalipwa kwa namna na wakati unaotaka. Wakati mwingine utalipwa wakati ambao hauhitaji, au wakati ambao umechelewa, au kwa namna ambayo pengine hukuitarajia. Lakini pia hizi kwa nyakati ambazo wema wako pengine hautalipwa, kwa sababu sio kila unamtendea wema ni mtu mwema pia. Maana yake ni kwamba cha kwanza, jifunze kuweka mipaka katika kusaidia watu. Saidia watu, lakini usijisahau wewe mwenyewe, usisahau watu wako wa karibu. Mtu mmoja aliyokusema kwamba givers must put limit because receivers or takers have got no limit, kwamba mtu anayetoa ndio anatakiwa weke mpaka wa utoaji wake, kwa sababu wale wanaopokea huwa hawana mipaka au hawachoki kuendelea kupokea. Kwa cha muhimu zaidi ni kuhakikisha kwamba unajiwekea mipaka, unajikumbuka na usifanye zaidi ya vile ambavyo unaweza kufanya. Tuendelee kujifunza zaidi. Nia hapa ni kuboresha ufahamu wetu juu ya maisha na kuona namna gani tunaweza tukafanya bora zaidi kuliko tunavyofanya sasa. Ningependa pia kusikia kutoka kwako kama umeshakutana na experience ya kufanya wema lakini kukutana na kitu ambacho hakiko sawa sawa kwa mtu mwingine au kwako pia. Niandikie na mimi nitafurahi kabisa kusikia kutoka kwako. See you at the top.